Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu, na kila sababu ya kumshukuru Mungu tena ambaye ametupa neema na kibali cha kuweza kujifunza tena katika jioni na majira haya tena. Na kichwa chetu cha somo katika jioni ya leo kinasema jikubali unaweza. Jikubali unaweza. Katika maisha yetu ambayo tunaishi leo, tuna kundi kubwa sana la watu ambao hawaamini katika uwezo wao, hawaamini katika kile ambacho Mungu amekiweka ndani yao, hawaamini ya kwamba ndani yao kuna utofauti mkubwa ambao kwa mtu mwingine hana. Hawaamini ya kwamba ndani yao kuna kitu kikubwa na cha tofauti ambacho hauwezi ukakipata kwa mtu yeyote hapa duniani. Sasa kitu ambacho kimepelekea kuweza kushuka kwa thamani yao, kuweza kujionea kwamba sisi ni wale kila siku, sisi ni watu wa hali ya chini, sisi ni watu ambao hatuna uwezo, kwamba wamewaachia nafasi watu wengine kwa kuamini ya kwamba wale watu ndio wanaoweza, wale watu ndio Mungu aliyowapendelea na kuona ya kwamba wanastahili kuwa navyo au wanastahili kuwa na uwezo walionao, bila kujua ya kwamba kila mmoja Mungu alimpa kwa nafasi yake, kwa kuwa Mungu tunayemtumikia ni Mungu ambaye hana upendeleo, ni anatupenda wote na anatujali. Ukiangalia maneno ya Mungu kutoka katika kile kitabu cha Waamuzi 6 na mstari wa 12, neno la Mungu linasema kwamba malaika wa Bwana akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa na mwenye nguvu. Ukiendelea kusoma huku chini, responding ya Gideon ilikuwa ni ndogo sana, kwa sababu Gideon alikuwa akijiona ya kwamba yeye ni maskini. Alikuwa akijiona ya kwamba katika ukoo mzima wa Manase ni part of familia yake ndio ambayo ina maisha ya chini, ndio ambayo ni maskini, ni watu dhaifu. Lakini mbingu zinamtazama Gideon in a positive way, kwamba mwisho wa siku Gideon ndiye atakayesimama ili kuweza kuwasaidia wana wa Israeli kutoka katika mateso na usumbufu waliokuwa wakiupata kupitia Waamori. Lakini Gideon anajiona ya kwamba yeye ni mtu ambaye ni dhaifu, yeye ni mtu ambaye hajiwezi, lakini mbingu zinamtazama Gideon kama shujaa. Sasa ili mtu uweze kufanikiwa na kufikia katika viwango ambavyo Mungu anataka uweze kufika, jambo la kwanza ni lazima ukubaliane na kile Mungu anachokwambia juu ya maisha yako. Mungu anapokuambia kwamba wewe ni shujaa, kubali ya kwamba wewe ni shujaa. Mungu anapokuambia kwamba unaweza kufanya kitu fulani, kubali ya kwamba ninaweza. Kwa nini nikubali ya kwamba ninaweza? Kwa sababu Mungu yupo pamoja na wewe. Ukisoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Kutoka 14 na mstari wa 14, neno la Mungu linasema kwamba Mungu atawapigania, ninyi mtanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anayekupigania ni Mungu, anayekusaidia ili uweze kufanikisha kile ambacho unapaswa kukifanya ni Mungu na sio wewe. Asa mara nyingi tumejikuta tukikataa. Kwa nini? Tunaikataa sauti ya Mungu inayotuambia kwamba ndani yetu kuna uwezo mkubwa, ndani yetu kuna uwekezaji mkubwa ambao Mungu ameuweka. Kwa nini? Kwa sababu tunakilinganisha kile Mungu alichokiweka ndani yetu na akili zetu. Na siku zote utakapokilinganisha kile Mungu alichokiweka ndani yako, au wakati wote utakapoulinganisha uwezo wa Mungu na akili zako, uwe na hakika ya kwamba kamwe hautakaa uamini kile ambacho Mungu anakuambia kukifanya. Sasa ili uweze kufikia katika hatima yako nzuri, ni lazima ya kwanza ujiamini ya kwamba ninaweza. Hata kama mazingira yanakwambia ya kwamba hauwezi, hata kama mazingira yanakwambia ya kwamba leo utakapotaka kufanya hiki hakuna atakaye kusupport, hakuna mtu atakayeinuka kukusaidia, au watu hawatakikubali kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, wewe jiambie ya kwamba mimi ni shujaa. Na ni shujaa kwa sababu ninaamini ya kwamba kile kitu ambacho mimi ninacho ndani yangu hakuna mtu mwingine ambaye anacho. Kitu ambacho kiko ndani yako hata uzunguke dunia nzima hauwezi ukakipata. Na ndio maana ni rahisi sana kuweza kuwakuta mapacha ambao wanafanana kila kitu, kuanzia kwenye kichwa mpaka unyewe wa miguu yao, lakini ni vigumu sana kuwakuta mapacha ambao wanafanana mpaka ndani yao. Lazima tu kutakuwa kuna kitu ambacho kinatofautisha, kitakachosema ya kwamba kupitia namna anavyoongea huyu ni Kulwa, lakini huyu anayeongea hivi ni Doto.
kupitia namna anavyotenda huyu ni Doto, na huyu anavyotenda huyu ni Kula. Kwa sababu gani? Sawa, wanafanana sura, lakini kilichopo ndani yao ni tofauti. Sasa na wewe, ili uweze kufanikiwa, ili uweze kufikia hatima yako, kubali ya kwamba ndani yangu kuna kitu cha tofauti ambacho Mungu amekiweka. Hebu fikiri ya kwamba Gideon asingekubali ya kwamba Mungu amemchagua yeye na ndani yake kuna kitu cha utofauti. Hebu jaribu kutafakari ya kwamba hivi kweli wana wa Israeli wangeweza kuokolewa kupitia Gideon? Lakini hatua ya Gideon kuweza kukubali ya kwamba ni kweli mimi ni shujaa, ni kweli nina uwezo wa kuokoa wana wa Israeli, ndicho kilichosaidia kuweza kuleta matokeo chanya kwa wana wa Israeli na kuweza kuokolewa kwa mkono wa Mungu kupitia Gideon. Sasa jikubali ya kwamba unaweza. Jikubali ya kwamba una utofauti mkubwa ambao kwa mtu mwingine hana. Jikubali ya kwamba mimi ninaweza, hata licha ya watu wakikataa ya kwamba siwezi, kwa sababu unapojikubali unafungua mlango wa kuweza kutekeleza kile ambacho Mungu amekupa kukifanya. Na ndiyo maana tunaweza kuona kwamba watu wengi leo tumesita kufanya kile ambacho Mungu ametupa kukifanya. Tumesita kuyafuata maelekezo ya Mungu aliyotupa kwa sababu tunajilinganisha na watu wengine. Kwa sababu moja ya kosa kubwa ambalo unaweza ukalifanya katika maisha yako mpaka unaondoka hapa duniani ni kujilinganisha na watu wengine. Kwa sababu tunaruhusiwa kujifunza kutoka kwa watu wengine, lakini haturuhusiwi kuwaiga. Kwa nini haturuhusiwi kuwaiga? Kwa sababu alichonacho yule pale wewe hauna, na nilichonacho na ulichonacho wewe yule ambaye anaonekana na uwezo mkubwa hana. Na ndio maana tumeumbwa au kutengeneza katika namna ambavyo tunahitajiana, yani tunategemeana, kwamba ili mimi niweze kufika sehemu fulani ninakuhitaji wewe ili niweze kufika, na wewe ili uweze kufika sehemu fulani unanihitaji mimi ili uweze kufika. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kipi? Mungu anapokuambia ya kwamba wewe ni shujaa, kubali ya kwamba wewe ni shujaa na uingize ile sauti ya Mungu katika matendo, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba imani pasipokuwa na matendo imekufa. Kwa hiyo ili uweze kufikia kule na kutaka kufika, muamini Mungu ya kwamba ana uwezo wa kukufikisha pale alipokuambia. Muamini Mungu ya kwamba ni mwaminifu na atakusaidia kiuhakika ili kuweza kufika pale alipokuambia. Amini ya kwamba Mungu anao mkakati wa kuweza kukusaidia wewe kuweza kufikia malengo yako. Lakini kikubwa, kubali ya kwamba wewe ni shujaa, kwa sababu Biblia inasema kwamba imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Sasa kuwa na hakika ina maana kwamba iwe jua iwe mvua, unaamini ya kwamba Mungu atanisaidia. Iwe jua iwe mvua, unaamini ya kwamba hapa ninapopita mlango wa kupenya upo. Iwe jua iwe mvua, unaamini ya kwamba tayari neema ya Mungu ipo juu yangu katika kuniwezesha. Hautakubali kuyumbishwa na mazingira. Hautakubali kuyumbishwa na watu wanaokukatisha tamaa. Hautakubali kuyumbishwa na aina ya watu ambao wanasema ya kwamba hauwezi kufika. Lakini kila siku utasimama katika nafasi yako. Kila siku utasimama kumwambia Mungu ya kwamba hata kama watu wananikataa, hata kama sipati watu ambao wananiunga mkono, lakini nina imani ya kwamba Mungu upo pamoja na mimi. Kwa sababu malaika wa Bwana anamwambia Gideoni, nenda na uwezo wako huo. Sasa kwa kupitia Gideoni kuamini ile sauti ndicho kilichomsaidia Gideoni kuweza kuleta matokeo chanya kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo muamini Mungu ya kwamba ana uwezo wa kukusaidia. Muamini Mungu ya kwamba kile alichokuambia ni amina na kweli. Na umwamini Mungu ya kwamba ana uwezo wa kukusaidia kupitia kile kidogo ulichonacho. Sasa watu wengi tunatamani kufanikiwa. Tunatamani kufanikiwa tukiwa na vitu vikubwa. Tunatamani mpaka tuweze kufanikiwa mpaka tuwe na watu wengi, mpaka tuwe na uwezo mkubwa, mpaka tuwe na vitu vingi. Lakini tamani kuanza na hicho kidogo ulichonacho, kwa sababu hicho kidogo ulichonacho ndicho kina uwezo wa kukusaidia kuweza kupata kile kikubwa ambacho hauna. Usitegemee kufanya biashara kwa pesa ambayo bado hauna mfukoni. Unatarajia mtaji mkubwa, unatarajia mtaji wa milioni 10 ndipo uanze kufanya biashara, lakini ingali mfukoni kwako una 100,000. Sasa itumie ile 100,000 kuweza kukuzalishia ile milioni 10.
Kwa sababu unapokuwa na 100,000 ila wewe unategemea kwamba ufanye biashara mpaka utakapokuwa na 10,000,000, ina maana kwamba utajichelewesha sana katika kuweza kuipata ile 10,000,000. Lakini njia rahisi ya kuweza kuipata ile 10,000,000 ni mpaka utakapokubali kuanza na ile na ile 100,000. Kwa hiyo utumie huo uwezo mdogo ili uweze kukusaidia kupata uwezo mkubwa ambao ulikuwa hauna, kwa sababu kupitia kutumia hicho kidogo ulichonacho kitakusaidia kuweza kukuunganisha na watu wakubwa ambao hawakujua kwamba unaweza kukutana nao. Kwa usijidharau wala usijiandamine. Muamini Mungu ya kwamba ana uwezo kukusaidia, na uamini katika uwezo Mungu aliyokuwekea ndani yako, kwa kuwa hiyo ndio asset pekee ambao ulionayo mkononi na uwezo wa kukuvusha. Hiyo ndio mtaji pekee ambao una uwezo wa kukusaidia wewe kuweza kupata matokeo ambayo ni ya tofauti. Usijidharau wala usijihukumu, lakini mpe Mungu nafasi ya kujitwalia utukufu kupitia maisha yako. Mungu akubariki na azidi kukutunza zaidi. Jikubali, jiamini, wewe unaweza, na ulichonacho wewe mwingine hana. Nikutakie jioni njema, neema na mkono wa Mungu ukapate kuwa juu yako. Usisahau kusubscribe mwishoni katika video hii ili uweze kuwa mmoja wa wanafamilia wa Hekima Ministry Channel, na Mungu akubariki sana. Amen.